ya Greenland FC katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Ni jioni tulivu kabisa hii. Tunakwenda kushuhudia mchezo mwingine huu ikiwa ni mwendelezo wake tu. Leo mapema ikiwa kuna michezo mingine tayari imeshatangulia, na wakati huu ni zamu ya Meja Jenerali Isamuhyo. Na sasa ni muda mwingine. Kikosi cha Simba langoni yupo Hussein Abel, safu ya ulinzi Vedastus Masinde yuko pale. Mwamuzi wakati ni Heri Sasi kutoka Dar es Salaam. Simba kikosi cha Greenland kwenye shepu ya 3-5 kwa wawili mbele kwenye safu ya kushambulia. Itakuwa vipi? Heri Sasi amepuliza kipenga kuanzisha mchezo huu. Tuone mambo yatakuwa vipi. Karibu sana uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Karibu sana Dar es Salaam. Mpira umepitisha ule Jospin Loemba katika nafasi atakupitisha mpira. Loemba anapiga na wabatiza tena. Bado yuko nao na utenga pembeni. Eli Mpanzu. Mpanzu Eli cross na chezo mpira. Piga tena jaribio la mwisho na mpira umekwenda nje. Akaimara. Taratibu anaondoka na mpira Daniel Mzutu. Amepokwa mpira Jospin Loemba. Anakataa. Golikipa anakwenda nje ni kona. Spin Ino Loemba. All the way kutoka Jamhuri ya Kongo au Kongo Brazzaville. Kwa guu la kulia Alisaiti akanyosha. Golikipa akajitahidi, aliugusa mpira lakini ni mwingi ukamzidi kasi. Umiliki kwa Simba Shomari Kapombe. Libase Geye. Geye Libase, Ino Jospin Loemba. Ameucheza ndani Mwangosi wa kwanza. Maema wa pili Mwangosi. Wanakaribishwa Dar es Salaam Greenland. Tazama, nafikiria kilomita zaidi ya 1000. Wanakuja kucheza na timu nzito, timu yenye mzani wa aina yake katika kandanda la Tanzania, kandanda la Afrika Mashariki, kandanda la Afrika. Mpira wa pili alikutana nao Baraka Mwangosi. Wa kwanza ulichezwa kwa kichwa, setup ya pili akakutana nayo Baraka Mwangosi. Usajili mpya kikosini, nyota wa zamani wa Papua Nation, Mbeya City, all the way from Green City Mbeya. Libase Gay ameujaza ndani, anacheza kwa kichwa. Wana timu pia ambayo iko championship kwa sasa, wana Nkurukumbi. Mpira umepitishwa katika njia, lakini moja kwa moja umekwenda kwa Hussein Abel. Aliacha mpira lakini anupitisha mpira ule kutafutwa Baraka, kutafutwa Anthony Mligo. Walipitishwa kitafutwa Anthony Mligo ambaye alikuwa katika eneo la kusha. Hebu tuone jaribio hili la free kick. Eli Mpanzu umekwenda nje. Eli Mpanzu. Mwangosi anakataa, golikipa. Hey. Eli Mpanzu alimsetia Mwangosi, akatuliza ya kwanza, akanyosha, lakini golikipa akakaa imara. Mpira katika njia umewekwa ule. Eli Mpanzu. Mpanzu alienda kupitisha pasi ile. Haya, katika nafasi nyingine. Nafasi ambayo ilipatikana ndani ya box, lakini akauseti kaunda na kupeleka kwa upinzani pia. Mwangosi. Mwangosi anakataliwa. Shot nyingine. Anauchu alinyosha, lakini golikipa akakataa. Maema. Anton Mligo. Mligo Anton ndani ya box. Anton Mligo! Hapo ana aim. Anton Mligo anaandika msumali wa pili kwa Simba.
wananyong'onyea, wanarudishwa nyumbani kwenda kukata miwa, kwenda kutengeneza sukari. Alipitishiwa Anthony Mligo akaweka konga, mpinzani akaenda chini kwa guu la kushoto, mpira ukajaa kambani. Kwa kono la kulia alimkandamizia mpinzani. Tazama konga hilo, hiyo sio foul. Anthony Mligo hapo alikuwa na tabia za kiushambuliaji, akaweka mpira kambani. Raja kucheza sana ligi kuu ni Yusuf Mayai, Alabama, alikuwa kwenye kikosi cha Moro United. Mabadiliko yamefanyika kwa upande wa Greenland na kandanda imeanza. Umepitishwa katika nafasi Baraka Mwangosi. Pasi ya utulivu, Mligo anaujaza ndani huku Mwangosi. Libase Geye ambao na uimara nao zaidi. Uliwekwa mpira kwenye njia, akafanya mikimbio, akasogea, akakutana nao, akaupasa juu. Ino Geye, Libase Geye ndani ya box. Libase Geye, Libase alikuwa anatafuta bao la msimu, lakini ameupandisha juu mpira. Tazama, aliwavuruga, akajipitishia tena mpira upande wa pili, akawapindua tena. Alifanya vitu vingi sahihi ndani ya msitu wa watu. Jaribu kupita pembeni huku James Bundala katika nafasi, Shaban anakosa. Shaban Mwagala huenda atakaporudi nyumbani, kama Greenland haikwenda hatua inayofuata, basi itakuwa ikizunguka kichwani. Kuna kufunga goli kwa timu hizi za madaraja ya chini, timu ya juu kupanda daraja. Kwa mpira katika nafasi play unakwenda nje, lakini ameshindwa kutumia vema. Jocelyn Loemba alikuwa na mpira, akamwangalia, okay, unaitaka hii hapa, akampelekea naye akaamua kucheza kwa mguu, ndio kinachoonekana. Na hapa ndo mpira, namna ambavyo Neo Maema amekuwa akiachia mipira kuwapelekea washambuliaji wa mwisho. Angalia, anatoa maelekezo kwamba wewe njoo, ameenda anatoa kwa upinzani, anaachia pasi hapo, yuko nao, kaangalia nani kaonesha, kampitishia Anthony Mligo, ikashindikana. Hii nyingine alikuwa nao mpira, akamzungushia kule huko, anamwangalia usoni. Wanasema ukimua nyani usimwangalie usoni. Neo Maema hapa kashika mpira, mpinzani kaja mbele yake, kapita naye, lakini hiyo nyingine kaachia, karejeshwa tena. Neo Maema amekuwa ni kiunganishi kizuri. Tazama namna ambavyo anatoa mipira, ni mchezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba ambaye ametokea kwenye kikosi cha Masanda. Ananyosha mpira, Zutu Daniel, James Bundala, mpira wake mrefu umekwenda nje. Jocelyn Loemba amefanyiwa madhambi kutoka kwa Ntenga Hezron. Ntenga Hezron, cross, Duchu amemimina, Maema aga ni Simba Sports na huyu ni Neo Maema, na amefanikiwa katika hilo. Walianza kwa haraka, David Kameta akapitishia Ladaki cha safi, akamrejeshia tena David Kameta. Duchu akaunyanyua mpira, kachezwa kwa kichwa na mpinzani. Mpira wa pili anakutana nao Neo Maema, Captain Duchu weka hii hapa,
anamalizia moja kwa moja kwa kumtesa golikipa. Cross nzuri kabisa kwa gula kushoto. Hussein Mbegu ambaye anacheza kama mlinzi, na ndo dakika 90 zimemalizika. Mchezo wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, hatua ya 64 bora. Full time, Simba 3, Greenland 0.